Uhali gani mfuatiliaji wa Umela Media popote pale ulipo duniani. Bila shaka unafahamu na umefuatilia kwa kina kuhusiana na kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cilia Flores, na hivi sasa wapo pale New York, Marekani, ambako anakabiliwa na mashtaka kadha wa kadha yakiwemo ya kusafirisha dawa za kulevya, kufadhili makundi ya kigaidi, kwa maana kufanya uhalifu nchini Marekani na kesi nyinginezo nyingi. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimeshtua watu wengi ni kukamatwa kwa Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cilia Flores. Sasa wengi wanatamani kujua kwamba Cilia Flores huyu ni nani? Ni sababu zipi ambazo zimesababisha kukamatwa kwake akiwa na Nicolas Maduro? Basi BBC Swahili wameandika makala nzuri kabisa ambayo ningependa nawe upate kuifahamu. Huyu Cilia Flores ni nani? Mimi naitwa Jires Umela, ndo ambaye na kusomea makala hii ambayo imeandikwa na BBC Swahili. Wakati majeshi ya Marekani yalipofanya uvamizi usiku katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, hawakumtoa tu Rais Nicolas Maduro kutoka kwenye makazi yake na kumsafirisha hadi New York, bali walimkamata pia mke wake. Cilia Flores mwenye umri wa miaka 69 kwa muda mrefu ametambulika kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Venezuela. Akiwa mwanasiasa mahiri wa haki yake mwenyewe, amekuwa na mchango mkubwa katika kuunda mwelekeo wa kisiasa wa nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Baada ya kuliongoza bunge la taifa la Venezuela kwa miaka kadhaa, Flores alisaidia kuimarisha mamlaka ya mume wake kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2013. Akiwa mke wa kiongozi wa ngazi ya juu Venezuela, Rais Maduro alimpa jina la heshima la mpiganaji wa kwanza. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa alichagua kubaki nyuma ya pazia, akijenga taswira ya kifamilia zaidi ya utawala ambao wakosoaji wake wamekuwa wakiutaja kuwa ni wa kiimla na wenye ukandamizaji. Aliendesha kipindi cha televisheni kilichoitwa Con Cilia en Familia, na mara chache alionekana kwenye televisheni ya taifa akicheza mziki wa salsa pamoja na mume wake. Hata hivyo, nyuma ya pazia aliaminika kuwa mmoja wa washauri muhimu zaidi wa Rais Maduro na mbunifu wa mikakati iliyosaidia kudumisha utawala wake. Katika maisha yake ya kisiasa, Flores amekabiliwa na tuhuma nyingi za rushwa na upendeleo wa kifamilia. Katika miaka ya karibuni, baadhi ya wanafamilia wake wamepatikana na hatia katika mahakama za Marekani kwa makosa ya kusafirisha dawa za kulevya. Kwa sasa anatarajiwa kukabiliana na mashtaka ya biashara ya dawa za kulevya na pia silaha katika mahakama ya New York pamoja na mume wake. Na nikwambie tu tayari huyu mwanamama pamoja na Nicolas Maduro amekwisha kufikishwa kwenye mahakama na kesi inayomkabili ni tuhuma za rushwa. Flores alikutana na Nicolas Maduro mwanzoni mwa miaka ya 1990 wakati akiwa wakili mchanga aliyekuwa akijijenga na kulikuza jina lake. Katika kipindi hicho alijihusisha na utetezi wa washukiwa wa jaribio la mapinduzi lililokuwa limeshindikana mwaka 1992. Miongoni mwa washukiwa hao alikuwa Hugo Chavez ambaye baadaye angekuwa rais wa Venezuela. Ni katika mazingira hayo ndipo alipokutana na Maduro ambaye wakati huo alikuwa akimfanyia kazi Chavez kama mlinzi wa usalama. Nilikutana na Cilia wakati wa harakati hizo, Maduro aliwahi kusimulia hadithi hiyo. Alikuwa wakili wa maafisa wa kijeshi waliokuwa wamefungwa na pia wakili wa kamanda Chavez. Kuwa wakili wa Chavez akiwa gerezani haikuwa kazi nyepesi. Katika miaka ile ya mapambano nilimfahamu zaidi na baadaye akanivutia. Kuanzia hapo maisha yao yaliunganishwa kwa karibu na Chavez na harakati zake za kisiasa zilizojulikana kama Chavismo. Baada ya Chavez kushinda urais mwaka 1998,
Flores alipanda kwa kasi katika ulingo wa siasa. Aliingia bunge la taifa la Venezuela mwaka 2000 na kufikia mwaka 2006 alikuwa tayari amechaguliwa kuwa kiongozi wa hilo bunge. Kwa kipindi cha miaka 6 aliongoza bunge lililotawaliwa kwa kasi au kwa kiasi kikubwa na chama kimoja, na baada ya vyama vikuu vya upinzani kususia uchaguzi wakidai haukuwa huru wala wa haki. Chavez alipofariki dunia mwaka 2013, Flores alisimama imara kumuunga mkono Maduro ambaye alishinda kwa ushindi uliokuwa na ushindani mkali katika uchaguzi wa urais. Miezi michache baadaye, wawili hao walifunga ndoa wakihalalisha uhusiano wa muda mrefu waliokuwa nao. Walikuwa wakiishi pamoja na kulea watoto. Amewahi kunukuliwa mwandishi wa habari Jose Enrique Arioja akisema kwamba mke wa Maduro alikuwa nguzo muhimu sana katika utawala wa Maduro. Kama na Flores hakuwa tu mashuhuri wa karibu kihisia, bali pia mshauri wa kisiasa. Alikuwa mtu mwenye dhamira kubwa ya mamlaka, aliongeza mwandishi huyo. Mwaka 2012 Flores alituhumiwa na vyama vya wafanyakazi kwa kuingilia mchakato wa ajira, akidaiwa kushawishi kuajiriwa kwa hadi watu 40 wakiwemo wanafamilia wake. Familia yangu iko hapa na ninajivunia kuwa ni familia yangu. Nitawatetea, alijibu wakati huo. Mnamo Novemba 2015 liliibuka jina lake tena katika kesi maarufu inayohusiana na dawa za kulevya ambayo ilikuwa inaitwa wapwa wa dawa za kulevya. Baada ya wapwa wake wawili kwa maana Francisco Flores de Freitas na Efrain Antonio Campo Flores kukamatwa nchini Haiti katika operesheni asili iliyoendeshwa na shirika la kudhibiti dawa za kulevya la Marekani DEA. Walinaswa wakijaribu kusafirisha kilo 800 za cocaine kwenda Marekani, ingawa Flores aliwashutumu maafisa wa Marekani kwa kuwateka nyara wapwa wake. Mahakama ya Marekani iliwahukumu kifungo cha miaka 18 gerezani kwa makosa ya biashara za kulevya. Walirejeshwa Venezuela mwaka 2022 kupitia makubaliano ya kubadilishana wafungwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani. Hata hivyo, mwezi uliopita utawala wa Donald Trump ulitangaza vikwazo vipya dhidi ya wapwa hao wawili, na mpwa watatu Carlos Enrique Malpica Flores. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kuwa Nicolas Maduro na washirika wake wanahusika katika kusambaza dawa za kulevya zilizoathiri jamii ya Marekani. Hati ya mashtaka iliyofunguliwa hivi karibuni dhidi ya Flores inamtuhumu miongoni mwa mashtaka mengine kwa kupokea mamia ya maelfu ya dola kama rushwa mwaka 2017 ili kupanga mkutano kati ya mfanyabiashara mkubwa wa dawa za kulevya na mkurugenzi wa ofisi ya taifa ya kupambana na dawa za kulevya ya Venezuela. Kwa mujibu wa Christopher Sabatini, mtaalamu wa masuala ya Amerika Kusini katika taasisi ya Chatham House, Flores anaonekana na wakosoaji wake kama sehemu ya serikali iliyojaa rushwa, iliyokiuka haki za binadamu na kutumia nguvu kupita kiasi. Alikuwa nguvu iliyokuwa nyuma ya kiti cha enzi, anasema Sabatini. Lakini kama ilivyo kwa nguvu nyingi zilivyo nyuma ya pazia, mchango wake haukuwa wazi na wengi hawakutambua ukubwa wa ushawishi wake. Na mnamo Januari 5, 2026 basi Nicolas Maduro pamoja na mkewe Flores wamefikishwa katika mahakama huko Marekani na kusomewa mashtaka yanayowakabili, na wote wameakana mashtaka hayo